Habari ya wakati huu, natumai huu mzima wa afya zote. Kuna jambo hapa nataka tuongee kuhusu Tanzania. GDP inayotakiwa kusoma 2050, ambayo dira ya 2025 2050 kuwa na utajiri wa dola trilioni 1, ambazo ni kama trilioni nyingi sana za kibongo. Sasa nataka tuone kama inawezekana au tunaishia kusema tu kwenye maneno, haitotokea hicho kitu. Tunarudi nyuma ili tujue tunafika, ili ujue unakokwenda lazima ujue ulikotoka na ulipo, kwamba upo sahihi au sio sahihi. Tunakuja mwaka ambapo Tanzania ilikuwa inapata uhuru 1961. Ilikuwa pato la taifa ilikuwa ni bilioni 2.83, ambapo bilioni dola hizi kwa kitanzania zinakuja kwenye trilioni kadhaa. Mpaka 1971 ikawa ni bilioni 2.5 hadi bilioni 3.5, ambapo hiyo ni miaka 10. Kila baada ya miaka 10 hapa naleta baada ya miaka 10 ilikuwa ni kiwango hiki. 1981 uchumi wa Tanzania ulikuwa unasoma dola bilioni 10.2 hadi 13.16, ambapo 1991 ukashuka, sijui nini kilitokea hapa. Dola bilioni 7.2 ndio ulikuwa uchumi wa Tanzania. Kwa miaka hapo 1 2 3 4 miaka 40 ukashuka ukawa ni dola bilioni 7.2 kutoka 61 hadi 91, ambapo tena tunakuja mwaka 2000 uchumi wa Tanzania ulikuwa ni dola bilioni 10.37, ambapo ukuaji wake wa kiuchumi ulikuwa ni 4.5 hadi 4.9. Mwaka 2010 hapa sijui upepo gani ulipita mzee, uchumi ulikuwa kwa kasi kupitiliza. Mwaka 2010 uchumi wa Tanzania ulikuwa ni dola bilioni 32.4, ambapo ukuaji wake wa uchumi ulikuwa ni 6.34. 2020 uchumi ulikuwa ni dola bilioni 66.07, ambapo ukuaji wake ulikuwa ni 4.8, ambapo miaka hii 10 tu kutoka dola bilioni 32 hadi 66 kwa miaka 10 zimeongezeka kama bilioni 34. Hapo ulikuwa kwa kasi, tukikuwa kwa stailio kweli utafika. Kutoka hiyo 2020 hadi 2025 hapa hadi 2026 tuliopo sasa hivi, uchumi wa Tanzania ni dola bilioni 85, ambapo miaka 5 iliyopita ilikuwa ni 66. Kwa umekuwa zimeongezeka hapo bilioni ngapi dola? Bilioni 511. Ambapo uchumi wake huu wa 2020 ulikuwa ni dola bilioni 66.07. Uchumi ulikuwa unakuwa kwa 4.8 kutoka 7%. Hii nahisi corona ile ndio ilifanya ukashuka. Sasa 2025 uchumi ni unasoma bilioni 85.88. Hapo ni trilioni kama ngapi za kitanzania? Nyingi sana, matrilioni mengi. Usisahau kwa Elon Musk utajiri wake ni kwenye bilioni 700 dola. Anauzidi uchumi wa Tanzania kupita kawaida mtu huyo mmoja. Sawa, sasa hapa kama tumekuwa kwa kiwango hiki ndani ya miaka 60 na
vitu vinabadilika. Hatuwezi kulinganisha ukuaji wa 1971 hadi 2000 kutokana na kwamba uchumi bado ulikuwa hujafunguka. Sasa hizi uchumi umefunguka kwa kiwango kikubwa. Ili tufikie hapo, uchumi wa Tanzania unatarajiwa kukua kwa asilimia 12 kwa mwaka. Ili ifikapo 2050 tutakuwa na huo uchumi wa dola trilioni 1, ambapo ili uchumi huo ukue ufike hapo kwa asilimia 12, lazima kuwe na vyanzo vya mapato vingi vya serikali na vyenye vinaingiza mapato makubwa. Nimejaribu kuchunguza mapato yanayopatikana kwenye kila mwaka. Shirika la ndege lile sijafanikiwa kupata, ila nimeona tu loss iliyotokea mwaka huu ya CAG ripoti imetokea hasara ya bilioni 3. Na sipo kwa ajili ya kukosoa, ila nataka tuangalie uhalisia kitakachokuwepo kwa wakati huo 2050. Je, kwa hali ya kawaida ni kweli tunatoboa hapo au itaishia kwenye makaratasi? Kuongea kwenyewe imeshaongelewa, lakini kwenye vitendo, noti mkononi zitakuwepo? Haya, tunakuja kwa sasa. Shirika la ndege, kwangu mimi, ili tufike ninavyoona, shirika la ndege linatakiwa kuongezewa uwekezaji. Zipo hata angalau ndege 100 zinafanya safari tofauti kwenye nchi mbalimbali duniani. Mapato yawe makubwa na usimamizi uwe mzuri na mkubwa. SGR hii treni hizi zikiongezeka, zikiwa zinaenda kwenye mikoa mbalimbali, uchumi unatakiwa uongezeke kwa kasi, ambapo ili uongezeke lazima hivyo vyote viingize hela. Sekta ya utalii zinaongezeka bilioni ngapi? Yaani tupo kwenye trilioni 1, hatujafika bado. Ingawa tunakaribia, kama bilioni 900 mwaka jana ilikuwa. Tunakaribia. Sasa tutatoboa hapa? Niambie hapo chini. Wewe unaonaje? Tunatoboa au ni maneno? Kwa sababu ukuaji huu toka 2020 hadi mwaka huu hadi 2025 ni bilioni 20 zimeongezeka. Bilioni 20 na moja. 2020 hadi hapa ni bilioni 11 dola. Kwa kutoka 2010 hadi 20 ilikuwa ni bilioni 30. Tuzifanye 30 mara 25. 20 mara 30 na 30 tufanye 30 kamili mara 25 inakuwa kiwango gani? Sikuwa vizuri kwenye hesabu. Ngoja nikadilia hapa. 30 mara 5 125 mara 10 300 mara 20 600 mara 25 730. 750, sio 730. Kwa kama utakuwa kwa kasi ya bilioni 30 kuongezeka kila mwaka ndani ya miaka 25, hiyo itakuwa zitaongezeka dola bilioni 750, ambapo nazo hazitokuwepo kwa sababu hazikusanywi zikatunzwa. Zinakusanywa, zinapelekwa kwenye miradi mbalimbali, barabara, vituo vya afya na maeneo tofauti. Kwa hapo kwangu mimi sioni kama ni rahisi kutoboa hapo. Kutoboa kwenye hiyo GDP ya kufikia 2050 dola trilioni 1. Uchumi wa kila Mtanzania unagonga kwenye milioni 18 kila mmoja. Pagumu. Tuangalie hapo na ukuaji wa deni. Deni linakuwa kwa kiasi gani? Miaka mitano deni limetoka trilioni, toka 2019 deni la taifa lilikuwa trilioni 49. Mpaka mwaka huu mpaka mwaka jana, mwaka huu sijachungulia, mwaka jana 2025 ilikuwa kwenye trilioni 107 za Kitanzania. Yaani miaka mitano deni limekuwa kuliko miaka 60 yote iliyopita. Sasa kuchukua deni sio shida. Miundombinu kama hii hapa imekopwa, imewekezwa kwenye SGR, imewekezwa kwenye mitambo ya nishati kama huko
madili hayo yakishatiki, kwa mfano kama dili hilo la LNG lenye Marekani na Tanzania vikiingia, ikifika mwisho ile dili linasoma kwenye trilioni 100 za kibongo, ambapo hizo zinaweza kuboost uchumi. Lakini hizo mimi nilikuwa naona zikalipe deni, hizo zikipatikana tu zikalipe deni, afu uchumi wa Tanzania usongeshwe na mapato ya ndani, sio mikopo. Madini ni mengi. Uchumi wa Tanzania unategemea sana sekta ya madini, utalii, pamoja na hivi vingine vidogo vidogo, lakini hii vikubwa vinavyoingiza pato kubwa ni sekta ya madini, utalii na mapato ya TRA wanayokusanya. Kwa usikwepe kodi, kwa sababu ukikwepa kodi unaturudisha nyuma. Kinachoumiza ni kwamba unapokuwa umetoa kodi alafu unaenda kusikia ripoti ya CAG, hela zile zimetafunwa na watu. Kama kiwanja cha huko Arusha kimesainiwa kwa, yani kitakiwa kijengwe kwa dola bilioni 149, imetoka kidogo, yani 149 kama sikosei, alafu limesainiwa kwa si kwa dola jamani, Tanzania itakiwa kujengwa kwa bilioni 100 za kibongo, 149 kama sio 50, alafu limesainiwa kwa bilioni za kitanzania hizo bilioni 338. Yani watu wamepiga bilioni 141 kudadeki. Alafu sijaona kilichotokea hapa. Nilikuwa nasikilizia ile hotuba ya waziri mkuu imetoka, na muamini Nchemba, lakini nataka nione kwenye ile hatua gani itachukuliwa mpaka mwezi wa 5. Tuone watakuwa wamewajibishwa hao watu. Bilioni 141 mzee, nyingi, ambazo hizo kiwanja cha ndege kile cha kimataifa kinachojengwa Dodoma kinagharimu kwenye dola bilioni ngapi? Yani kama nusu ya hiyo. Kwa hapo kama ni vituo vya afya mzee vinajengwa vingi, barabara ya lami yenye kutoka kule kwetu Bushi mpaka tauni inatosha kabisa. Lakini ndio wamekula watu wachache. Kusipokuwa na ufisadi mzee, ufisadi umetawala. Kusipokuwa na ufisadi, wakiwajibishwa hao watu, hela zisipokuwa zinatumika ovyo ovyo, hapo tutatoboa. Kama kwa bilioni 30 tumekuwa kutoka 2010 hadi 2020, alafu ikiwa ni mwendo huo ambapo uchumi ulikuwa unakuwa kwa 6%, kwa sasa uchumi unakuwa kwa 6% kamili hadi 6.3, inatakiwa ziwe kwenye 12 ili vifikie hapo. Uwekezaji, kuacha kuuza madini. Mimi na kama vile Tanzania ikuwekeza magari yazalishwe hapa, kampuni ya simu zitengenezwe hapa, pikipiki, bajaji. Uchumi huo huwezi kufikia hapo mzee kama kila kitu kinaagizwa. Kinachofanya uchumi wa nchi ukue ni uzalishaji wa bidhaa. Acha kuuza malighafi, uza bidhaa. Unapouza ile saa yenye wanavaa watu, tuseme saa yenye anavaa Jay-Z ya dola 200,000, au tuseme ya Diamond yenye anavaa ya dola 500,000 kama bilioni 1. Ukija hiyo dola bilioni ni dola 500,000 kitanzania inafika kwenye bilioni 1. Hiyo dola tena, hiyo bilioni 1 ya kitanzania, ukiuliza kwamba kwa nini hii saa inakuwa na bei, utakwambia na madini. Madini gani hayo? Hiyo almasi, dhahabu Tanzania inauzwa shilingi ngapi? Juzi kati ripoti ya karibuni inauzwa kwenye 450,000 na zaidi. Sasa wewe ukiuza hiyo dhahabu 450,000, umempelekea mtu anaenda kuitumia hiyo dhahabu, anaitengeneza kwenye mfumo mwingine, anakuja kukuuzia kwa bilioni. Wewe mwenyewe unaonaje kama wewe ndio ungeifanya hiyo dhahabu usiuze, uitengeneze kwenye mfumo huo, alafu kaiuze kwa bilioni hizo? Sio kutoa unaiuza 400,000, alafu yule muuzia anakuja kukuzia bilioni 1. Maana ndio kinachofanyika. Anakuzia bilioni 1, alafu unatoa. Kwa hiyo ili ufikie bilioni 1 hizo, unatakiwa uzitoe dhahabu nyingine ngapi?
1,400,000. Umekuwa sibezi kwa sababu miaka ya nyuma karibu kwenye 2020 hapo ilikuwa ni dola shilingi za Kitanzania 200,000. Sasa hivi wenye wanachimba dhahabu kidogo wameinuliwa 450,000 na zaidi kutoka 200,000 za Kitanzania. Sasa ili ufikie wewe muuza za aliyechimba dhahabu ili anunue ile saa, anatakiwa auze dhahabu ngapi? Tufanye saa moja milioni moja. Nimesemaje? Tufanye dhahabu moja ni milioni moja ya Kitanzania. Dhahabu moja ni milioni moja ya Kitanzania. Ile milioni moja zinatakiwa ziwe milioni 1,000. Anatakiwa auze dhahabu 1,000 kwa milioni moja, aje inunue saa moja kwa bilioni 1 ambayo imetengenezwa na dhahabu moja. Dhahabu moja yenye uliuza 400,000 inabidi uziuze nyingine 1,000 kwa milioni moja ili upate kitu hicho kimoja. Tunanyonyana sisi wenyewe bila kujua. Elimu mzee ndogo tunasoma, lakini bado elimu ya uchumi mzee ipo chini. Hii elimu ya uchumi inatakiwa iongezwe. Tuseme kuna kitabu kinaitwa The Confessions of an Economic Hitman. Kama umpata nafasi ukakisome. Kukili kwa mtu aliyepigwa kiuchumi. Uchumi wa huu unaminywa kwa sababu wanaonunua ndo wanaopanga bei. Sio unayeuza dhahabu unapanga bei. Wanaonunua ndo wanapanga bei. Kwa nini? Kuna namna wameloki. Kwa nini madeni hayaishi wakati tunazidi kupata hela? Hapa tutoboi mzee. Mpaka 2050 huko kama kuna ufisadi hatutoboi. Hizo bilioni 141 hapo ni kiwanja hicho kimoja kimepigwa bilioni 141 za Kitanzania. Fikiria mpaka ripoti ya CAG inakamilika kwenye maeneo yote bilioni mia ngapi? Trilioni. Yaani kutoka 2020 hadi leo zaidi ya trilioni ngapi zime hata 5 zinafika. Watu wametafuna. Mazuri hapo yanafanyika, tunayaona, hatuwezi kuongea mabaya tu kama hivyo, ila tunataka kuona kwamba unapungua angalau. Mchemba, chapa kazi mzee. Kaza mwendo, useme umekuja na fiekeo na shoka la kukata hawa wala rushwa, twanga. Jamani, naomba pia uniambie mtazamo wako. Wewe unaonaje tunatoboa hapo? Kwangu mimi tunatoboa kama hakuna ufisadi. Uchumi utakuwa kwa kasi, sehemu zenye zitakiwa kuongezwa, kutangaza utalii, vivutio, nchi kuwekeza kwenye sekta ambazo kama vile shirika la ndege, kuzalisha hapa nchini Tanzania ya viwanda, bajaji zitengenezwe, viwanda malighafi zipo. Kwa hiyo unachofanya ni Mrusi anakuja hapa anakuambia mimi nataka hizo mali, unamwambia bwana hizi mali utazipata, lakini wewe tunataka ufanye nini? Tengeneza kwanza hapa kiwanda cha simu. Alafu wewe utakuwa unazisambaza hapa Afrika kwenye nchi nyingine na maeneo tofauti. Sisi tutakutafutia soko, ila wewe weka kiwanda, wekeza kiwanda nchini, kwa sababu China ina viwanda vingi. Vile sio viwanda vya Wachina na sio makampuni ya Wachina. Ni watu wengine wameenda kuwekeza pale, ila serikali ile ya China ina watafutia masoko. Ndio kinachotakiwa. Weka ili si ufanye biashara na sisi ya madini haya. Weka kiwanda, uzalishe bidhaa, alafu uuze. Sisi tutakuzia kwa punguzo malighafi, utatengeneza, tutakutafutia na soko. Jamani, nimeongea sana. Niambie mtazamo wako wewe. Tunatoboa hiyo kupata trilioni $1. Kila Mtanzania awe mmoja awe na milioni 18 za Kitanzania. Umaskini utakuwa haupo hapo.